Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye screen yako au kwenye video, na ukatuambia unaendelea kufuatilia ukiwa maeneo gani au sehemu gani, na hapo unaweza ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George, na basi tunakuomba kuwa nasi katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo ili uwe nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunaendelea vita kati ya waasi, baadhi ya waasi wa M23 na waasi wa Twirwaneho wakipambana jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana. Karibu. Tuendelee na habari kutoka nchini DRC, ambako hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa kitovu cha wasiwasi baada ya muungano wa M23 kuanza kujiondoa kimkakati katika baadhi ya maeneo ya groupment ya Ikobo lililopo katika sekta ya Wanianga wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi hao wanaondoka katika vijiji vya Buleusa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu. Hatua hiyo inawashangaza wakazi wa maeneo hayo pamoja na wadau wa usalama ambao wanaendelea kutafakari sababu na athari za mabadiliko hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kujiondoa huko hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama ishara ya kurejea kwa amani. Badala yake kuna mtazamo kwamba ni sehemu ya mkakati wa kupanga upya vikosi kuvipeleka katika maeneo mengine yenye umuhimu wa kijeshi. Kwa mujibu wa ushuhuda wa baadhi wa wakazi, wapiganaji wa M23 wanaelekea katika wilaya jirani ya Lubero na Ruchuru. Taarifa hizo zinazua hofu kwamba huenda kundi hilo likakusudia kuimarisha uwepo wake au kuandaa operation mpya ya kijeshi katika maeneo hayo. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Baada ya kuondoka kwa wapiganaji wa M23, taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa watu pekee wenye silaha waliobaki katika baadhi ya vijiji ni wapiganaji wa makundi ya kujilinda ya wananchi. Kufikia sasa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na mamlaka nyingine za serikali bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hali hiyo mpya wala hatua zinazochukuliwa kurejesha usalama katika maeneo yaliyoachwa. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi na mashirika ya kiraia ambao wanaonya kwamba pengo la kiusalama linaweza kusababisha mapigano mapya kati ya makundi ya kujilinda na waasi au kuzorotesha zaidi hali ya usalama katika eneo hilo. Mabadiliko haya yanajiri baada ya miezi kadhaa za mapigano makali katika eneo la Ikobo na maeneo yanayoizunguka. Mapigano haya yamesababisha madhara makubwa kwa maisha ya wananchi, shughuli za biashara na kilimo zimeathirika, maelfu ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao na kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku mashirika ya kibinadamu yakikumbana na changamoto kubwa ya kuwafikia watu wanaohitaji msaada wa haraka. Kadri taarifa zinavyoendelea kuashiria kwamba vikosi vya M23 vinaelekeza nguvu zake katika maeneo ya Lubero na Ruchuru, hofu ya kuongezeka kwa mapigano inaendelea kutanda katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wakazi wengi wanaendelea kuishi katika hali ya sintofahamu wakisubiri hatua za mamlaka za kurejesha utulivu na kuhakikisha ulinzi wa raia. Mpaka sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku jamii ikitoa wito kwa pande zote zinazohusika kuweka juhudi za kulinda maisha ya raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako mashirika ya kiraia katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini yamezitaka mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka kwa kupeleka vikosi vya jeshi la FARDC katika vijiji vya Buleusa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu vilivyoko katika groupment ya Ikobo sekta ya Wanianga. Wito huo umetolewa kufuatia taarifa za kujiondoa kwa wapiganaji wa muungano wa M23 kutoka maeneo hayo mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa uratibu wa mashirika ya kiraia ya Walikale, uwepo wa jeshi la serikali ni muhimu ili kuimarisha usalama na kuwezesha maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao kurejea katika makazi yao kwa utulivu na usalama. Hata hivyo, viongozi wa mashirika ya kiraia wameeleza kuwa bado wana mashaka kuhusu uhalisia kujiondoa kwa M23.
Rais wa uratibu wa mashirika hayo katika wilaya Walikale, Fisto Misona, amesema kuwa kuna uwezekano kwamba hatua hiyo ni mkakati wa kupanga upya nafasi za kijeshi baada ya kuondoka kabisa katika eneo hilo. Kwa msingi huo, mashirika ya kiraia yanahimiza mamlaka ya kijeshi kuhakikisha kuwa hakuna pengo la kiusalama litakalojitokeza baada ya kujiondoa kwa waasi. Kwa maoni hayo, hali kama hiyo inaweza kuwa nafasi kwa M23 kurejea tena au kuruhusu makundi mengine yenye silaha kuingia na kujikita katika vijiji vilivyoachwa. Fisto Misona ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kushirikiana na vyombo vya usalama huku wakisubiri hatua rasmi za serikali kuhusu hali inayoendelea katika eneo hilo. Tamko hili limekuja siku chache baada ya wapiganaji wa M23 kuondoka katika baadhi ya vijiji vya Ikobo, ingawa hatua hiyo imeibua matumaini ya kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano. Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matumaini hayo yatatimia na ikiwa vikosi vya FARDC vitapelekwa kwa haraka na kudhibiti kikamilifu maeneo hayo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na viongozi wa kijeshi kuhusu ratiba ya kupelekwa kwa wanajeshi katika vijiji hivyo. Wakati huo, maelfu ya wananchi waliokimbia makazi yao wanaendelea kuishi katika hali ya sintofahamu wakisubiri mazingira salama yatakayowawezesha kurejea tena majumbani kwao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi katika maeneo ya Walikale, yakisitiza kuwa uwepo wa vikosi vya serikali ndio njia bora ya kurejesha utulivu, kulinda raia na kuzuia kuzuka kwa mapigano mapya katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Tanganyika ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limeendesha operation maalum ya kuwasaka watu wanaotumiwa kuwa wanajeshi waliotoroka jeshini, watu waliojipenyeza kwa njia isiyo halali katika maeneo ya usalama pamoja na uhalifu wa mjini kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa Tanganyika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi hilo, operation hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa raia na kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa mkoa huo, hasa katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama katika sehemu mbalimbali ya mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi linaeleza kuwa watu kadhaa walikamatwa wakati wa operation hiyo. Baada ya kukamatwa, wote walipelekwa katika gereza kuu la Kalemi ambako wanasubiri hatua za kisheria kulingana na tuhuma zinazowakabili. Jeshi la FARDC limesitiza kuwa operation za aina hili litaendelea kufanyika kwa lengo la kubaini na kuwakamata watu wote wanaojihusisha na vitendo vinavyokiuka sheria au vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Katika taarifa yake pia imewataka wananchi kuwa waangalifu dhidi ya taarifa za upotoshaji za propaganda zinazoweza kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii au njia nyingine za mawasiliano. Kwa mujibu wa FARDC, taasisi hizo zinaweza kulenga kuwatia hofu wananchi au kupotosha hali halisi ya usalama. Jeshi limehimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu matukio yote ya kutia shaka na kutafuta taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka husika. Operation hiyo inafanyika wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha hatua za kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ambako mapigano dhidi ya makundi yenye silaha yakiwemo yale yanayohusishwa na M23 bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa idadi rasmi ya watu waliokamatwa wala maelezo zaidi kuhusu mashitaka yatakayokabiliwa nayo. Hata hivyo, zimesitiza kuwa hatua zote zitachukuliwa kwa kuzingatia sheria na uratibu wa nchi. Tuende na habari kutoka nchini DRC ambako mapigano makali yameripotiwa Jumanne tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika maeneo ya wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na muungano wa M23, jeshi la serikali ya FARDC likisaidiwa na washirika wake limeanzisha mashambulizi katika maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na kundi hilo. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amesema kuwa mapigano yalianza katika eneo la Malemo na baadaye kuenea katika maeneo mengine ya wilaya ya Masisi. Kulingana na maelezo yake, usiku wa kuamkia jana, vikosi vya serikali vilifanya mashambulizi katika kituo cha Mianja kabla ya kuelekeza operation zao katika eneo la Gasenyi. Alfajiri, mapigano mengine yaliripotiwa katika vijiji vya Ruki na Gatovu.
Kwa mujibu wa M23, mashambulizi hayo yamefanyika katika maeneo yenye wakazi wengi na kusababisha vifo vya watu, uharibifu wa mali za raia pamoja na familia kadhaa zilizolazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Hata hivyo, idadi kamili ya waliofariki au kujeruhiwa haijathibitishwa na vyanzo uhuru, na mamlaka za serikali hazikuwa zimetoa tamko rasmi kuhusu madai hayo wakati taarifa hizi zilipokuwa zikichapishwa. Msemaji wa M23 ameshtumu serikali ya Kinshasa kwa kuendelea kupeleka wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa kauli yake, hatua hiyo inaashiria maandalizi ya operation kubwa ya kijeshi ambayo inadai inaweza kuongeza hatari kwa usalama wa raia wanaoishi katika maeneo ya vita. Wakati huo hali ya usalama imeendelea kuwa mbaya katika maeneo mengine ya mashariki mwa DRC. Taarifa zinaonyesha kuwa mapigano pia yanaendelea katika wilaya ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini, ambako vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi vinapambana na makundi ya Twirwaneho yanayodaiwa kushirikiana na muungano wa M23. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuendelea kwa mapigano katika maeneo mbalimbali kunaweza kuathiri zaidi juhudi za kidiplomasia zinazolenga kusimamisha mapigano na kurejesha amani katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakihimizwa kuchukua tahadhari na mamlaka pamoja na wadau wa kimataifa wakitakiwa kuendelea na juhudi za kulinda raia na kuunga mkono mchakato wa amani. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu hali ya usalama yanayoendelea katika maeneo ya Masisi, Mwenga, Fizi na mashariki mwa DRC. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi. Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini ana wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili, na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana kwa sababu kazi ya kulinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Irani zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo, kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya
kwenye kifungu cha 5, nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kuanza kukagua kuwa nani anasema ukweli au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5. Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake, licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetolea gharama, mbona tumefanya nini? Lakini tunaona tangu kusitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuliwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki hakiwezekani, tutaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israeli imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israeli walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israeli huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora, lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba Bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wale usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu.
Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo, ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni, ambapo tutaendelea kufahamu nini kinachoendelea mashariki mwa DRC na DRC nzima kwa ujumla, na vile vile pembe zote za dunia. Basi nikutakie mchana mwema na ushinde salama. Asante.